Basi ningependa tuingie kwenye neno la Mungu. Wakati tunapoingia kwenye neno la Mungu, ningependa uweze kutafakari ni msiba gani ambao umewahi kukupata? Ni jambo gani ambalo limewahi kukupata na likakulemea kwenye moyo wako na kukutia huzuni kwa kipindi kirefu kiasi cha kuwa unamaliza mwaka mwingine, unamaliza mwingine, lakini ukikumbuka jambo lile ama jambo lililokutendekea linaumiza moyo wako kama ndiyo imetendeka kwa wakati huu. Kuna mambo ambayo huwa tunapitia kama wanadamu na kama Wakristo, na inakukwaza moyo kiasi ya kuwa hata baada ya kujipatia muda mrefu wa kupona, unapata bado lile kofu liko na halijapata kupona. Ni jambo ambalo ni muhimu sana, kama vile tumesomewa kwenye kitabu cha Yohana 11:30. Tunaweza kuangalia sehemu ya 33 hadi 35. Maana tumesomewa mistari mingi, lakini tutaweza kuangalia pale ili tuweze kuona jinsi ya kukabili msiba na huzuni. Maana tusipoelewa jinsi ya kukabili msiba na huzuni, mara nyingi tunapopatwa na msiba ama huzuni, inaweza ikatuacha katika hali ambayo ni mbaya zaidi, na ikaumiza mioyo yetu na kuumiza maisha yetu kwa kiwango ambacho kuweza kupata urejesho ni vingumu sana, na kuacha imesabaratisha maisha yetu na mipangilio yetu ya maisha inatoka kwenye mkondo ulio wa sawa. Ninakumbuka wakati wa 2019, wakati nilipoteza mama yangu, mwaka huo ukielekea kuisha, kuna vitu ambavyo nilikuwa nimepanga na mambo ambayo nilikuwa nimepanga ya mwakani, lakini nilichukua muda wa zaidi ya miaka miwili nikiwa hata msingi ambao nilikuwa nimeweka mahali, nilikuwa nataka kufanya project mahali, nikiwa sijanguza, na ninafika nyumbani na hata sioni na sikumbuki kwa akili kama kuna kitu nilikuwa nataka kufanya. Na ndio baadaye nikakuja kuamka after the third year, nikajiuliza, kwani nimekuwa nikifanya nini? Niliacha nikiwa na mpango ambao nilikuwa nimeweka, lakini ilitoka kwa akili na haisomi mahali popote. Ni kama nimejisahau, na kutokana na ile nilijifundisha jambo ambalo ni muhimu sana. Kwa hivyo ningependa tusome katika hiyo Yohana 11:33 hadi 35. Naomba huo mstari pale ili tuweze kusoma hicho kifungu pamoja kabla muda hujatupa kisongo. Neno lasema nini? Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliungua rohoni, akafadhaika roho yake. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi kwenye kifungu hiki tunaona Martha akiwa ameweza kumfikiria Yesu kwa ajili ya ndugu yake
ambaye alikuwa amefariki, na moyo wake ulipoweza kuumia vile, akaona ya kuwa kuna haja ya kutafuta solution. Mara nyingi wakati tunapopatwa na msiba, unaweza ukajifungia kwenye nyumba na ukalia peke yako. Unaweza ukanyamazia hata mambo mangumu sana. Na wakati tunapozungumza kuhusu msiba unaweza ukakujia, hata si lazima uwe umempoteza mtu kwa njia ya kifo, lakini unaweza ukawa umepoteza mtu kwa njia ya kutengana katika hali ambazo hazikuwa sawa. Unatengana na yeye na mnaachana kwa njia ambayo ni ya uchungu na ni ya huzuni. Naweza pia kupata msiba wa kupoteza mali yako na ukakaa katika ile hali ya kuumia na kuungulika katika kipindi kirefu. Naweza ukapoteza kazi, naweza hata ukapoteza biashara yako, na hiyo hali ikawa imekuumiza moyo na kutia kidonda kwenye moyo. Hivyo tunapozungumza kuhusu msiba, japo kwenye somo letu tunatizama kuhusu yule aliyekuwa na msiba huu, alikuwa amempoteza ndugu yake, lakini pia tunaweza kupoteza vitu vingine hata tofauti, kando na kupoteza mtu wa kwetu, na hiyo ikaweza ikaumiza mioyo yetu kiwango cha kuwa kupona kwa mioyo yetu ni ngumu. Basi ni jinsi gani ambayo tunaweza kukabiliana na msiba au huzuni? Ni jambo muhimu ya kujua ya kuwa, jambo la kwanza, huzuni ni ya kibinadamu na inafaa. Huzuni ni ya kibinadamu na inafaa. Sio makosa kuomboleza, si makosa kulia, si makosa kulilia kitu chako ambacho umekipoteza cha thamani. Si makosa kumwombolezea mtu wako ambaye umempoteza. Ni sawa kama mwanadamu. Ina maana tunaona hata na yeye Yesu Kristo alipoweza kupashwa habari hizi na akaweza kutizama, akaona Mary na Martha wakiwa wanalia, aliweza kuja pamoja na wao na akanguzwa na msiba ule na ukamsumbua rohoni, hata na yeye akalia. Maana anasema ya kuwa alilia machozi, sio kulia tu. Halo, sasa ukilala nitafundisha nani? Anataka tushinde msiba. Wewe utashinda msiba ukiwa umelala wewe? Eti ushinde msiba na umelala? Huwezi. Lazima uamuke ukabiliane na msiba. Hivyo basi tumesema huzuni ni ya kibinadamu na inafaa. Ndio tunaona injapokuwa Yesu anajua ya kuwa Lazaro atafufuka, lakini pamoja na hiyo tunaona ya kuwa Yesu hata na yeye analia machozi kwa habari hizi za kifo cha Lazaro. Na kwa hivyo hii inatuonyesha ya kuwa mambo ya kuomboleza ni mambo ya kibinadamu, ni mambo ya kawaida. Na wakati unapoomboleza, mtu asikunyamazishe akwambie wewe ni mwanaume haupaswi kulia namna hii. Ina maana lia ili ule uchungu ukatoke. Kwa maana jambo la kuomboleza ni sawa. Japo tunaonywa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:13 hadi 14, ili tuone kama Wakristo twastahili kuomboleza namna gani. Yasema hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije ukahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa
tunaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Na hasa katika muktadha huu ambao unazungumziwa na Paulo kwa Wakristo wa Thesalonike, mara nyingi hasa msiba wa kumpoteza mtu wako unayempenda unaweza ukakuunguza kwa miaka mingi sana, hata ikaenda hata miaka 10, lakini wakati unapokuja kukumbuka ama wakati unapokuja kukambiliwa na jambo nzito na unakumbuka ya kuwa mtu uliyempoteza alikuwa anaweza akakupa usaidizi katika hali ile, moyo unaanza kuumia tena. Lakini sivyo namna hii, kwa maana hatuwezi kuwasahau kabisa na kuwafuta kwenye mawazo yetu wapendwa wetu tuliowapoteza. Hasara ambazo tuliweza kuzipata hatuwezi tukajifanya tumesahau kabisa, hatujui kama tulipokea hasara hii ama ile na ikatuletea huzuni. Lakini ni vizuri tulie kama walio na tumaini, na vile vile kama vile ambavyo ni ahadi ya kuwa Yesu Kristo vile alivyofufuka atawaleta walio wafu hai tena wakati wa kurudi kwake mara ya pili. Vile vile katika maisha yetu, hata tunapopoteza mali zetu na vitu vyetu, tunajua ya kuwa Mungu anaweza, Yesu ana uwezo wa kufufua hali zetu tena na akazirejesha hai. Yesu ana uwezo wa kufufua tumaini lako lililofifia na kulirejesha hai tena. Vile Ayubu tunaona aliweza kupoteza mali zake zote, lakini baadaye baada ya muda Mungu akamregeshea. Vivyo hivyo hata hali zetu, hata afya zetu, hata mali zetu, hata wapendwa wetu, vile vile Yesu ana uwezo wa kufufua zile hali na kuturegesha katika hali ya kuwa imara tena na kutupa tumaini. Hivyo basi tunapolia, tunapohuzunika, tujue huzuni kweli ni ya kibinadamu na inafaa, lakini tuhuzunike kwa njia inayostahili, si kama wale wasio na tumaini. Usilie ukakimbia ukaenda kuanguka kwenye moto, usihuzunike ukaenda kujitupa kwenye bahari, usihuzunike ukajitia kitanzi, maana hiyo sio huzuni ya Mkristo. Mkristo atapokea huzuni, lakini bado atakuwa na tumaini, maana tumaini lake liko kwa Yesu. Yasema nini? Jambo la pili kuhusu jinsi ya kukabili msiba na huzuni, yasema hivi: Yesu ndiye mtu wa huzuni, anafahamu huzuni zetu. Yesu ndiye mtu wa huzuni. In Isaiah 53 verse 3, Isaiah 53 mstari wa 3, yeye ndiye anaitwa mtu wa huzuni. Ina maana alipitia haya. Yasema nini? Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Amen. Unaona huo mstari? Nyinyi mnauona? Hebu tusome hiyo mstari tena kama kanisa. Hebu tuanze. Alidharauliwa hayo yote yalimpata, lakini yasemaje katika kitabu cha Ufunuo 21:4? Ufunuo 21:4, pamoja na yeye kuwa anajua huzuni zetu, sio kuzijua tu na aziache. Katika Ufunuo 21:4, sio kujua tu na atuache kwenye hali zile, bali yasema hivi: naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu
hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha pita. Ina maana ya kuwa Kristo si eti anaelewa na hali zetu tu, ameelewa hivyo basi. Ni kweli anaelewa, lakini anayo nia ya kutuondolea ule msiba, anayo nia ya kutuondolea majozi, anayo nia ya kuturejeshea tumaini letu na kufufua kile ambacho kimefifia ama kimekufa katika maisha yetu. Na hiyo ndio tumaini lililo kuu. Hata wakati tunapoteza wapendwa wetu, unapoteza mzazi, nani ambaye anaweza akasimama kwa nafasi ya mzazi? Hatuna. Unampoteza mtoto, nani anaweza kusimama kwa nafasi ya mtoto? Hatuna. Unapoteza kile chako unachokipenda zaidi, moyo wako unaungua. Mpendwa, usilie kamwe, jitie moyo, maana Yesu anaelewa na hali kama hiyo. Yeye alipitia maumivu na kuungua kuliko kukali, hali ya kuchanganywa na hali msiba uliomkalia, lakini yeye aliweza kuyashinda yote. Pamoja na hiyo, ametoa ahadi ya kuwa wale waliolala mauti atawaleta tena hai, na wale wanaolia atawafuta machozi. Kwa hivyo mpendwa, usilie tena. Pata tumaini ya kuwa tunaye Mungu anayeelewa na hali unayoipitia. Maana utakapolia bila tumaini, unaweza ukafikia kiwango ukaharibu mambo yako ya kesho, na maisha yako ya kesho yakakorogeka, na ujue ya kuwa kesho ya kuhitaji. Kama wewe ni mzazi na unaomboleza, unaweza ukaomboleza kwa kiwango ya kuwa, unaweza ukahuzunika kwa kiwango ya kuwa hata yale majukumu ambayo unastahili kutekeleza kwa wale watoto wako yamelemaa. Ina maana gani? Japo tutapokea misiba, kunayo haja ya kutembea kwenye msiba kwa tumaini na kumuita Yesu Kristo katika hali ile, ili tukapone kwa urahisi, kusudi jambo hili lisije likatukalia na kuharibu mambo mengine mengi ambayo ni ya muhimu katika maisha yetu. Maana kama Wakristo sisi hatuna sababu ya kukosa tumaini. Tumaini letu li katika Bwana. Jambo la tatu, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na anaokoa waliopondwa roho. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na anaokoa waliopondwa roho. Zaburi 34:18. Na hii ndio huduma ambayo Yesu Kristo aliweza kuitoa. Maana tunaona aliweza kuleta uregesho kwa hali hii ambayo ilikuwa imefika Mary na Martha. Yasemaje? Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na huokoa waliopondeka roho. Hebu tusome mstari pamoja. Yasema nini? Yes, your reading speed is not bad. Zaburi 23:4. Zaburi 23:4. Naam, nijapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Daudi asemaje? Hata anapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, hataogopa mabaya yanayomkabili.
sababu Bwana anahakikisha kuwa Bwana yu karibu na yeye kuweza kumfariji. Bwana yu karibu na yeye kuweza kumponya. Bwana yu karibu na yeye. Kuna hali ambazo zinafika, sijui kama kwenu wewe ndiye umejua Yesu peke yako. Unajua kuna familia ambao unakuja unapata huenda wewe ndio tegemeo, wewe ndiye mwangaza. Wale watu wengine wakilia wakianguka, wewe ndiye unasubiriwa usimame utoe mwelekeo sasa. Na bila shaka katika kila familia huwa unapata hali ziko namna ile. Watu wakipigwa na hali, wakichanganyikiwa, lazima kutokee mmoja wa kuita wale wengine na waambie poleni, poleni. Kumbuka wakati mmoja nilipopoteza baba yangu na ndugu zangu wakaingiwa na hali ambayo iliwasumbua sana, na wakawa wamechanganyikiwa na waniambie nini. Ikabidi nimwende yule mkubwa wetu, nikamuuliza vizuri hatua kwa hatua, kazungumza na yeye vizuri, kaniambia yuko hivi na hivi na hivi. Nikamwambia ni pole sana ndugu, nikajaribu kumfariji. Baadaye nikamuuliza na umechukua hatua gani, umefanya nini? Nikijaribu kumjenga kutoka katika ile hali ya huzuni na kujaribu kumwelekeza, maana amenipa habari hizi, siko karibu na yeye, lakini wako pale na wameingia katika hali ambayo wote wamechanganyikiwa na wamenyamaziana pale. Tumaini ambalo tuko nalo ndani ya Yesu Kristo inatupatia hali ya ukakamavu ya kuweza kusimama na kuweza kuona mwanga hata wakati giza inaposimama mbele zetu. Jambo la 4, kunalo tumaini hata ng'ambo ya kaburi. Hata mauti, even at the face of death, we should not despair. Even at the face of death, kunalo tumaini hata ng'ambo ya kaburi. Maana Yesu anajitangaza ya kuwa yeye ndiyo ufufuo. Jesus declares himself to be the resurrection and life. In John 11:25 and 26, we can read there. John 11:25 and 26. 25 and 26. Yesu akamwambia, mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, hata akifa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Unajua, tunaelewa ya kuwa Yesu alikufa na akafufuka. Tunaamini. Wacha niseme tunaamini, huenda hatuelewi. Amen. Najua unaweza ukakosa kuelewa, kapiga picha ya atakufaje na afufuke, lakini tunaamini. Tunaamini alikufa na akafufuka. Lakini wakati tunapokubaliana na zile hali halisi haswa za kupitia kipindi kama kile, inaweza ikawa vingumu kwako kiasi ya kuwa hili neno haliingii vizuri kwenye system yako. Hili neno unalisikia tu kwa masikio, lakini huzuni inaendelea kukukalia. Bwana Mungu ndiye hutufariji. Yeye ndiye ambaye hutupa faraja ya kweli, na sababu yake kuturuhusu tupitie hali kama hizi si kwa sababu anakusudia kutuvunja vunja. Anayo nia na maisha yetu ya kuwa baada ya kupitia hali kama hii utakuwa mkakamavu na utakuwa unaweza hata kuwafariji wengine wanapopita hali kama hizi. Mungu anaweza akaamua kuunda maisha yako na kukujenga, kukuversion uwe unaweza ukasimamisha maisha ya mtu mwingine kwa njia ya kukupitisha katika hali ambazo ni ngumu za maisha. Hivyo basi tuna sababu ya kumshukuru Bwana kwa yote. Nasema Bwana ni asante
uliona haya niyapitie haya. Mwimbaji anaimba, unajua sababu niyapitie haya. Unashukuru ijapokuwa ni mangumu ambayo umeyapitia. Umepitia hali ya kuachwa, umepitia hali ukaumia moyo sana, umepoteza sana, moyo ukaumia. Kumbuka, huyo ambaye ameruhusu upoteze ndiye aliyekupa mwanzo, ndiye aliyetangulia kukupa. Ana nia na maisha yako. Jikusanye pamoja, amka na uendelee na safari. Panguza machozi, muite Yesu, maana amesema ya kuwa atapanguza machozi, hata machozi yetu kabla ya wakati huo wa kuingia kwenye mbingu. Hata hapa duniani tunamshuhudia Yesu Kristo akitupanguza machozi tunapoweka imani yetu ndani yake na kuanguka kwenye kifua chake. Wakorintho wa pili 1:3-4. Wakorintho wa pili 1:3-4 yasemaje? Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Sio kwa dhiki ambazo ni za aina ya zile ambazo zimetupata, lakini kwa dhiki za namna zote. Wenda ulipata msiba wa hali hii na ukakusaidia kukomaa. Unaweza ukamsaidia hata kwa counseling mtu mwingine ambaye amepata msiba tofauti. Wenda ulipata msiba hata wa kupoteza mzazi, unaweza ukamsaidia mwingine amepata msiba wa kupoteza mtoto. Wenda ulipata msiba wa kupoteza kazi na Bwana akakusaidia kutoka katika hali ile. Unao uwezo wa kumsaidia mwingine ambaye amepata msiba wa kupoteza mali. Bwana ana nia na maisha yetu hata tunapoendelea kuyapitia magumu. Yeye anajua kwa sababu gani ameruhusu tupitie mambo haya, na nia yake si kutuharibu, bali anjenge mtu mpya aliye na ukomavu, aliye na ukakamavu, ambaye anaweza akatumika hata kuwainua wengine. Kuna tumaini hata ng'ambo ile ya kaburi. Maana yake hata wakati unaona tumaini lako limefika mwisho, bado tumaini lipo ikiwa utamtegemea Yesu Kristo. Usilie tena, panguza machozi, pata sababu ya kuishi na kutabasamu tena. Ukimtegemea Yesu Kristo utayashinda haya yote. Amen. Naomba tusimame. Kipenda tuamini pamoja ili tukaweze kuomba, na tunapofanya maombi haya ukaweze kuchukua hatua na kutafakari katika moyo wako na kuweza kuona ni yepi ambayo umeyapitia na ameumiza moyo wako sana, na yakakufanya kufikia kiwango cha kupoteza tumaini, ama uwe umelia kwa kipindi kirefu sana maishani na umeweza kushindwa kukabiliana na huzuni ambayo imekukalia kwa muda mrefu, na mara nyingine huwa inakupotezea muda, huwa inakupotezea amani, na inakufanya usifanye ama usihusike na shughuli zako za kawaida kwa jinsi inayostahili. Usiruhusu kile kidonda kiendelee kukaa pale sana, maana itaweza kuumiza moyo wako sana, na Mungu hataweza kukutumia vizuri, kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa anakusudia aumbike ndani yako
bado hajaumbika. Lakini unapojisalimisha kwa Yesu kabisa, huyo mtu ambaye alikusudia kuumbika ndani yako ataumbika, na akishaumbika utakuwa wa msaada mkubwa hata kwa wengine ambao wataweza kuwa wanapitia hali kama zile. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo ambao umeturuhusu tuzungumze juu ya jinsi ya kukabili msiba na huzuni. Maana hizi ni hali ambazo huwa tunazipitia muda kwa muda. Tunawapoteza watu wetu, wapendwa wetu walio wa karibu sana. Tunapoteza marafiki zetu walio wa karibu sana, wengine kwa njia ya mauti, wengine kwa njia ya kutengana, wengine kwa njia ya magombano, kwa sababu ya hali za kupishana kwa mawazo. Na baadaye tunakuja kutambua ya kuwa wangekuwa wa msaada sana kwa maisha yetu, hata kwa kupoteza kwa njia ya mauti. Bwana, unaona mioyo yetu, na moyo ulio hapa ambao umelia kilio kisicho na kikomo, na kuomba ewe Yesu ukaunguze na kuuponya. Wewe utuponyaye katika hali zetu zote, ponya moyo wa mpendwa aliyeko kwenye chumba hiki, na ukamhudumie na kumuondoa huzuni. Kampe sababu ya kushinda huzuni, ili anapokumbuka yale ambayo aliyapitia ya kale, ayakumbuke akiwa na tumaini, kama vile Paulo alivyonena na Wathesalonike, bali si kwa njia ya kulia na kugangaa na kukosa tumaini. Maana ulituruhusu tuyapitie mengi, tufanyike msaada kwa wengine. Bwana, tupe sababu ya kutabasamu, tupe sababu ya kuishi tena. Turegeshee furaha ya wokovu wetu. Mregeshee huyu baba, huyu mama, huyu kijana furaha ya wokovu wake. Sijui ameachwa na nani na kwa njia gani. Sijui amepoteza mzazi, amepoteza ndugu, amepoteza rafiki, amepoteza kazi, ama amepoteza nini. Lakini wewe ni Mungu ambaye unachungulia hali za mioyo yetu na kuzijua vizuri sana. Na wewe ndio unayetoa tiba ya mioyo iliyo na makovu. Hivyo basi, tupake mafuta yako. Tupake mafuta yako ili mioyo yetu inayoungulika ikapone. Kama uko hapa na kuna jambo ambalo umeungulika nayo kwa muda mrefu sana, liinue kwa Yesu. Liinue kwa Yesu saa hii tu. Naweza ukaonyosha mkono wako, inua moyo wako mbele za Bwana, na mwambie Bwana, ingilia kati kuanzia sasa, na njiachilia mkononi mwako. Kuanzia sasa ninayaachilia yote kwa mkono wako. Bwana, nitangulie. Bwana, ingilia. Msiba huu umenitesa kwa muda mrefu. Huzuni hii imenikalia kwa muda mrefu. Nena na Yesu, nena na Yesu tu. Ni Yesu ajuaye hali zako, anazijua kuliko waombezi, anazijua hata kuliko mchungaji wako, anazijua kuliko mtu yeyote yule. Mwambie Bwana Yesu, unajua hali yangu. Mwachilie, achilia kwake. Mwambie, chukulia Bwana. Bwana, niokoe katika machozi haya. Nimelia vya kutosha, nimeungulika vya kutosha. Bwana, ingilia kati. Fanyika jibu katika maisha yangu. Fanyika suluhisho katika maisha yangu. Fanyika jibu katika maisha yangu. Nimewalilia watoto wangu, nimewalilia wazazi wangu, nimelilia hali zangu za kimaisha, nimelilia kazi zangu, nimelilia rafiki amba nani. Bwana, ingilia kati. Bwana, tenda. Bwana, tenda. Bwana wa uponyaji, asante, asante, asante. Wewe ni jawabu ya maisha yetu. Bwana, ni asante. Sante kwa huo moyo, sante kwa hicho kilio, sante kwa hayo machozi. Upanguzae machozi, panguza sasa.
na utupe sababu ya kuendelea. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. 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 Asante. 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 Asante.